إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من الفائزين. بعد ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wausieni ndugu zangu na kujihusia nafsi yangu tushikamane na taqwa, tufanyeni mazuri aliyotuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuache yale Mwenyezi Mungu aliyotukataza, iwe ni kinga tumejiwekea itakayokaa baina yetu na adhabu ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Na ikiwa tutakosea, tutateleza, tutavuka mipaka, basi tuwe ni wepesi wa kurudi na kuomba msamaha. Ndio asili ya mwanadamu, ili tusiondoke duniani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayuko radhi na sisi. Ndugu zangu, inwani ya khutba yetu ya leo, nataka kutoa nasiha tatu au kuzungumzia mambo matatu. Kuambiana huku kwetu ndugu zangu ni kwa sababu sisi Waislamu au sisi wanadamu kwa ujumla twajua kwamba dunia si maskani, lakini sisi Waislamu tuamini kwamba kuna maisha baada ya maisha haya, na ule muda tuliopewa ukisha tutoka ule muda hakuna tena marekebisho. Sasa hivi tuna muda, wewe ukikosea unaweza ukatubia, ukila haki ya mtu unaweza ukairegesha, kimdhulumu mtu unaweza kuomba msamaha. Uko ndani ya ule muda tuliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siku tu kutakapotangazwa fulani ni marehemu, siku ile inqata amalu, matendo yote yanakatika. Kama ulitubia, kama hukutubia, umekwenda na Mungu ulivyo, utapokelewa ulivyokwenda. Kama ulilipa madeni ya watu, kama hukulipa, Allahumma kuwepo watu watakao kulipia, hawakulipia utapambana na Mungu kesho yaum al-qiyama. Kama kuna watu uliwadhulumu, uliomba msamaha, fabiha wa ni'ma. Kama hukuomba msamaha, utasimamishwa mbele ya Allah Azza wa Jalla. Kwa ajili hiyo ndugu zangu, sisi tumewekewa nafasi ya wiki, siku moja hii kila wiki, kwa ajili ya kukumbushana. Wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Kuja kwetu kusali Ijumaa tusichukulie ada. Leo ni Ijumaa, mvae kanzu yangu na msikitini nikasikilize khutba, nitoke nile biriani. Wewe waja hapa sahihi, basi chukulia huu ni muda wa watu kuambiana. Tega sikio lako vizuri, sikiliza, tumuombe Allah atupe taufiki yale tunayosikiliza mazuri ya kheri tuweze kuyatabikisha. Kati ya yale tunaoambiwa, kama kuna mahali yahitaji marekebisho turekebishe, kama kuna madhambi tulikuwa nao tujaribu kuyaacha,
kama kuna mazuri tunatakiwa tuyafanye, tulikuwa wavivu tuyafanye. Hapa tunachokikimbilia ndugu zangu ni mwisho wetu ukija, Mungu yuko radhi na sisi basi, na huu mwisho utafika tu. Na sasa kama kungekuwa kuna ile firimbi au kama kuna alam au kama kuna kitu ingekuwa labda hututanabahisha sisi, bwana Muhammad, bwana Juma, umebakisha siku 2, watu wote ungekwenda pazuri. Lakini huu ni mtihani, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, na hiyo siku iko karibu. Na kuwa iko karibu ni kwa sababu haijulikaniwi, wama tadri nafsun madha taksibu ghada, wewe hujui kesho utafanya nini. Kwa hiyo imekuwa karibu kwa sababu huenda ikawa ni baada ya masaa. Ya akhi, wallahi miezi 2 hii Mombasa, Mwenyezi Mungu ametuletea mauidha makubwa. Tumewazika ndugu zetu, wengi wao tulikuwa hatuna habari ya kuwa ni wagonjwa. Unaambiwa tu asubuhi, umemjua fulani amefariki, tutamzika dhuhuri. Na fulani pia tutamzika alasiri. Na fulani pia tutamzika kesho. Yani yote hii ilikuwa ni mauidha. Wengine mpaka wao mwenyewe hukutarajia, wengine labda mlikuwa na ahadi na wao mfanye mambo fulani. Wao na sisi hakuna kati yetu aliyo mwerevu, ni kwa sababu time yao ilikwisha. Fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Sasa kwetu sisi huwa mawaidha vipi? Huwa mawaidha tujiandae. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka sisi tukiondoka tuondoke Waislamu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Musife, muogopeni Mwenyezi Mungu haki ya kumwogopa. Ni maana fanyeni muwezavyo ili muyafanye anayoyataka Mwenyezi Mungu, ili mkiondoka mufe nyinyi ni Waislamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tukifa sisi si Waislamu hakuna khairi. Waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Ndugu zangu, nasaha 3 ambazo nimeziandaa kuambia zimetokana na sisi wenyewe jamii. Ni hupenda pale ninaposimama kuzungumza khutba isiwe ni maneno tu basi nimekaa kesho khutba zungumze nini. Maneno ni mengi ya kusema, naweza kuzungumza mengi tu, lakini mimi hupenda kuzungumza yale ambayo yanawakabili watu. Sasa hii khutba wallahi si yangu, ni maana si akili yangu iliamua kuyapanga haya. Ni hii wiki moja tu iliyopita hii, mmoja kaniona hapa msikitini nje, Sheikh Yusuf, kwa sani yako na kuomba uzungumzie hii habari ya dhulma. Wallahi Sheikh, siku hizi bwana hivi na hivi, akanitajia ile mambo, na kweli mambo naishi nao na nayaona. Nikasema rohoni mwangu nishapata maudhui moja hii, nikaeka. Siku 2 zilizopita, siku ya Jumatano na siku ya Alhamisi ambayo ni jana, nimepata tena mawili mengine, nikaongezea nikayafanya 3. Napigiwa simu na watu wawili wa kutoka sehemu mbalimbali. Assalamu alaikum Sheikh, na kuomba Sheikh Jumaa hii kama itawezekana uzungumzie masala ya irdh, heshima zetu. Leo wanaume ananiambia wanachukua wake zao wanawaanika katika social media. Mtu kaenda kwenye status yake ni mke wake amejipamba parwanja. Sheikh, haya mambo waeleza Waislamu. Nikasema mada ya pili hiyo nishaipata, nukta ya pili. Nikapigiwa simu jana, rafiki yangu ananiambia, Shekhe, watoto wa siku hizi wamekuwa ndani ya majumba wanawasomea wazazi wao, badala ya mtoto kumheshimu mzazi wake na kuwa na ile ihtiram na labda kumuogopa kiasi fulani, imekuwa sasa wazazi ndio wanaoogopa watoto wao. Yani mtoto anaweza kumfokea baba yake kama mtoto mdogo mpaka akamtoa machozi. Sheikh, tafadhali hili pia zungumzia. Nikasema mambo 3 haya nitayafanya khutba ya Ijumaa ya leo. Sasa tukianza na jambo la kwanza, nasema hivi ndugu zangu Waislamu, dhulma, Allah azza wa jalla ameiharamisha dhulma kwake yeye mwenyewe azza wa jalla, na akaiharamisha kwetu sisi. Akasema Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Quds, ya ibadi, enyi waja wangu, inni
Na lugha ya Kiarabu ni tamu ndugu zangu. Neno lenyewe kwa jinsi linavyotemkwa huwa lina maana. Yani kusema inni na kusema ana ni maneno mawili tofauti yenye maana tofauti. Yani ana mimi, lakini ukisema inni hakika yangu mimi, yani kutilia mkazo na uzito yale yanayozungumzwa. Sasa Mwenyezi Mungu asema ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma ala nafsi, hakika yangu mimi Mungu wenu nimeiharamisha dhulma juu ya nafsi yangu. Fala yudhlamu indahu ahad, kwa Mungu hadhulumiwi yoyote. Inna Allaha la yudhlimu an-nasa shay'a, Mwenyezi Mungu hadhulumu watu chochote. Walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Sasa Mwenyezi Mungu akaendelea akasema waja'altuhu bainakum muharrama, hiyo dhulma nimejalia pia baina yenu, kati yenu nyinyi watu pia kuwa ni haramu, nimeliharamisha hilo. Fala tadhalamu, musidhulumiane. Kudhulumiana ni kufanya nini? Kudhulumiana ndugu zangu ni kupokonyana zile hukuk. Unajua wengi katika Waislamu amenidhulumu, anaona yani amenipokonya mali. Al-amru awsa, hili neno ni pana zaidi. Kudhulumu mtu, kumpokonya mali yake ni dhulma, kumvundia heshima yake ni dhulma, kumpa asilokuwa nalo ni dhulma, kumzushia mtu ni dhulma, kumpokonya mtu ardhi yake ni dhulma. Na hii ni dhulma moja tu baina ya wanadamu, lakini tukizungumza dhulma iliyokubwa basi ni kule kumdhulumu Mwenyezi Mungu. Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, kumshirikisha Allah ni dhulma kubwa. Kwa nini? Umempokonya Mungu haki yake ukampa asiyekuwa stahiki. Anayefaa kuabudiwa nani? Allah. Nashhadu an la ilaha, tunashuhudia ya kwamba hapana mola afaye kuabudiwa isipokuwa Allah. Wewe unapokwenda kwa zimu, jini, kaburi, wali, sijui nani, shetani huyu, ukawa wewe yale anaostahiki kufanywa Mungu wawafanyia wao, hiyo ni shirki. Aidha umemshirikisha Mungu, bimaana Mungu na wengine pia umewapa jambo lile lile la Mungu, yani Mungu umempa na umewapa na wengine, hiyo ni shirki. Je, ikiwa lile la Mungu ukamnyima Mungu kabisa ukawapa wengine, ndio ikaitwa ashirk, dhulmun adhim. Ama dhulma tunayozungumzia leo ni dhulm baina al-ibad, wanadamu wanavyodhulumiana. Yani kwa nini hasa tuzungumze mada hii? Baada ya kuelezwa na ule ndugu yangu, nimeona sio yeye, ni kilio au ni vilio vya Waislamu wengi. Na ingekuwa sahali leo kama ingekuwa dhulma hii labda ni wengine wasiokuwa Waislamu watudhulumu sisi, tukasema Allahumma mbele ya Mwenyezi Mungu tumekuwa sisi ni madhulumin tena na aada, lakini sisi hakujatoka kwetu sisi Waislamu kitendo cha dhulma. Lakini ma'al asaf tudhulumiana sisi kwa sisi. Wenye nguvu huwadhulumu wanyonge, wenye vyeo huwadhulumu raia, wenye pesa huwadhulumu maskini, ndugu humdhulumu ndugu yake, ammi hudhulumu watoto wa ndugu yake mayatima, huwadhulumu wajane waliofona waume zao. Haya ni mambo leo yapo kama mambo ya kawaida. Huendi katika jamii yoyote leo ila mashakili haya yapo. Watu watoa machozi, mtu akwambia huyu ni ndugu yangu wa kuzaliwa, baba moja mama moja, lakini amenidhulumu, amenipokonya mali yangu, amenipokonya hukuku zangu. Watoto walikuwa wadogo mpaka wamekuwa, ammi yao aliakilishwa pesa, mali ya baba aliyefariki, huyo ammi amekula zote, anawaacha mayatima. Asahau kabisa wale wanaokula mali ya mayatima dhulma, ma yakuluna fi butunihim illa an-nar, hawali kwenye tumbo zao isipokuwa moto. Kwa hivyo tunapozungumza dhulma, tuzungumza janga ambalo lipo katika mujtamaa wetu. Wengine wanachukua madeni, na mwenye kutaka kulipa deni utamjua nia yake, lakini mtu huchukua deni na halipi, na bal akaruka kwamba mimi sina deni, akamtoa mwenzake machozi kwa kumlia haki yake. Lugha ya dil zimekithiri leo,
njoo niko na deal fulani, nitoe pesa ngapi? Nipe milioni 5. Shekhe, tutafanya deal baada ya siku 2-3, tenda hii tukiifunga sisi, wewe shekhe una milioni 3 faida. Shekhe, utatoa milioni 5, utasubiri miaka 5 na pesa zako hupati. Kila leo anakupeleka mashariki, anakupeleka magharibi, kesho jioni, kesho kutwa anakuja mtu, nipe pesa, nataka kukuletea gari kwa bei fulani. Unanunua gari linakuja hapa, pesa kulipa ushuru huna, umeshakula, unamsumbua mtu, njoo kesho jioni, njoo kesho kutwa. Jamani, sisi Waislamu tunadhulumiana sisi kwa sisi. Mwenyezi Mungu anasema msiliane baina yenu mali yenu kwa batil, yani msichukuliane mali kwa batil. Hii ndiyo dhulma. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema katika hadithi, inna dhulma dhulumatun yawm alqiyama, hakika ya dhulm ni giza siku ya kiyama. Wal hadith rawahu al-Imam Muslim. Yoyote ambaye ataghafilika na hili ajue kwamba dhulma za kuwadhulumu wanadamu basi ni dhulumat. Unajua kwa nini ni dhulumat yawm alqiyama? Wewe leo unapoondoka duniani umemfanyia Mola wako makosa ya baina yako na Mola wako, basi una unafuu mkubwa mbele ya Allah. Allah ghafurur rahim, Allah aweza kukusamehe madhambi yako yote kesho yawm alqiyama. Lakini jambo moja tu ndugu yangu Muislamu ujue, na labda hili kutolitia akilini ndio kwetu ikawa dhulma ni rahisi na kila mmoja aona mimi naweza kudhulumu. Ujue ya kwamba utakapokwenda mbele ya Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu huna msamaha wewe. Mungu hakusamehe, kwa sababu Mwenyezi Mungu akikusamehe wewe ashawadhulumu wengine, na kwa Mungu hadhulumiwi mtu kule, kila mmoja lazima apate haki yake. Sasa wewe utawapa nini watu yawm alqiyama? Sasa ndio mjue dhulumat yawm alqiyama ni hizi hapa. Maana watu watakuja kile ulichokichuma hapa kwa ajili ya akhera yako, kama swala zako, kama ulikwenda haji, kama ulitoa kidogo sadaka, kama ulisoma Qur'ani, ujue ndizo utakazo walipa watu kesho yawm alqiyama, uwe muflis kisha upelekwe katika naru jahannam. Hii ndio hasara ya dhulma, au ndio hatari ya mtu kudhulumu hapa duniani. Kwa hiyo tusifunikwe na ghurur, na ile faida unaoiona na ile mali unaoipata ukasahau kwamba hiyo unaofanya ni dhulm, na Mwenyezi Mungu hatakuacha. Angalia Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani huzungumza maneno mazito akawacha wanadamu wafikirie. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, musidhanie kabisa kwamba Mwenyezi Mungu ameghafilika na yale yanayofanywa na wale madhalim. Walakin yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, lakini Allah azza wa jalla yuwachelewesha, yuwaacha siku ile ambayo watu watakodokwa na macho. Wewe wafikiria usimame katika mbele ya mahshar, wamekuzunguka wanadamu wenye hukuku zao, huyu ulimdhulumu hiki, huyu ulimpokonya hiki, wafikiri utaondoka salama pale? Haya yote ni ya kukaa watu wakae wafikirie. Ndugu zangu Waislamu, dhulma huvuruga maisha ya watu, dhulma hujenga suhma baina ya wanadamu, dhulma huvunja ukaraba wa wanadamu, dhulma huleta ufisadi katika ardhi. Yote haya tutahadharishwa kwa ajili tuweze kuishi kwa amani. Na usighurike ndugu yangu ukaona wewe waweza kudhulumu kwa sababu una cheo. Mungu amekupa cheo ukakitumia cheo chako kudhulumu wanyonge, au Mungu amekupa pesa waweza kufanya lolote, hata jaji waweza kumuhonga wewe. Usisahau huyu madhulum ana Mungu, huyu madhulum amekewa dua special na pazia hamna baina yake na Allah azza wa jalla. Ittaqu, haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ittaqu da'wat al-madhlum, tafuteni kinga muweke baina yenu na dua ya mwenye kudhulumiwa. Ogopeni dua ya mwenye kudhulumiwa, fa innahu laysa bainahu wa baina Allahi hijab, hakuna baina ya dua ya mwenye kudhulumiwa na Mwenyezi Mungu hijab. La tadhlimanna idha kunta muqtadiran fadh-dhulmu akhiruhu ya'tika bin-nadami, tanamu 'aynaka wal-madhlumu muntabihun yad'u 'alayk wa 'aynu Allahi lam tanami. Kama waweza usidhulumu ndugu yangu, usidhulumu mtu. Kama waweza kuishi duniani usidhulumu yoyote, usidhulumu, heri udhulumiwe wewe, lakini wewe usidhulumu, sababu dhulma mwisho wake itakupeleka kwenye majuto. Wewe utalala usingizi mzuri kwa sababu ushapata ulichokuwa ukikitaka, na yule madhlum usiku hana usingizi, yad'u alaik,
yuwakuapiza wewe kwa dua zake, yuwamuomba Mola wake dhidi yako wewe. Wa ainullahi lam tanami, na Mungu halali, asipomnusuru leo atamnusuru kesho. Ndugu zangu Waislamu, tusighurike na nguvu na uwezo na vyeo tukataka kuwadhulumu wanyonge wana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana mmoja alimzushia sahaba wa Mtume Saad bin Abi Waqqas alipopewa uongozi na Umar bin al-Khattab. Alipokwenda kule kuongoza watu, yakawa yanakuja mashtaka mengi, ikabidi Umar sasa aende mwenyewe kule na baadhi ya masahaba wakazunguka nyumba zote. Tuelezeni kuhusu habari ya Saad. Bwana mmoja alijitokeza, bwana akamzushia mambo yote. Saad akasema kama anayoyasema haya ni ya ukweli ni sawa, lakini kama anayoyasema ni ya urongo, Mwenyezi Mungu ampe umri na ampe idhlal katika hii dunia. Wallahi aliishi mpaka akazeeka, mgongo ukainama, akawa yuwaombaomba watu na hapitwi na mwanamke. Kidemu kikipita tukizee kimu, mpaka watu wakawa wasema ewe, mpaka umekuwa mzee huachi mambo hayo wewe. Asema nini yeye? Niacheni, kwa kweli dua ya Saad imenipata, kwa sababu alimdhulumu. Na wakumbusha tena ndugu zangu, sio kumdhulumu mtu mali wala nyumba wala gari, hata kumdhulumu mtu katika heshima yake na ardhi yake. Fulani ni jahil, fulani ni mrongo, fulani ni mwizi, fulani ni na hana hayo mambo, hiyo ni dhulmu umemfanyia, hiyo ni dhulmu. Na akimdhilia Allah azza wa jalla, utakwenda kuyasema yote hayo huku umefungwa kwenye nguzo kwenye jahannam, yote hayo uliomzushia. Kwa hivyo ndugu zangu, adh-dhulm dhulumatu yawm al-qiyama kumekithiri. Mimi hapa sina haja kufanya sharha, na nyinyi nyote mwajua hapa. Wallahi kama tutamuuliza mtu mmoja mmoja hapa, atakutajia kwamba yeye kweli amedhulumiwa, na hakutajia asiyekuwa Muislamu, atakwambia Muislamu mwenzangu tumeketi kustiriana tu, wallahi alazim. Na ndugu yako anapokuja kwako huja na lugha nzuri kabisa, Muislamu kabisa, akakuahidi na mengi, lakini wallahi ni mrongo. Hatumuogopi Allah azza wa jalla, hatuogopi kula hukuku za watu wanyonge, watu maskini. Hilo ni jambo la kwanza, sijui kama tutaweza kuyazungumza matatu yote. Jambo la pili ndugu zangu Waislamu ni masala ya a'radh. Dini yetu, mmoja katika malengo yake na makasidi yake imekuja kuheshimu heshima ya Waislamu, imekuja kulinda heshima ya wanadamu. Tukaharamishiwa sisi uzinifu, na ikawa mwenye kuzini ni mboko au hata kupigwa mawe. Tukaharamishiwa sisi kuzushia wanawake wema, wanawake wa kheri wazuri, ukawazushia ukasema hawa ni wazinifu. Wewe haddi yako mboko 80 upigwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu heshima ni kitu muhimu. Heshima itakupa wewe shahada. Leo utauliwa kwa ajili ya kutetea heshima yako. Leo mkeo atatokea adui amshike kutaka kumrep mathalan, ukatetea wewe, akakudunga kisu ukafa, wewe ni shahidi. Leo sisi jambo kama hili la heshima tulidharau. Wewe leo vipi wewe Muislamu unayejua mafunzo kama haya? Tumeharamishiwa kuzini, wanawake wasitoke bila hijab, wanawake na wanaume wasitangamane, mwenye kuzusha mwanamke urongo atapigwa mboko 80, mwenye yote haya tunayafahamu. Kisha wewe ukawa sasa umekuwa dayuth, huna ghira tena, huna wivu tena, huumwi na machafu wanaoyafanya familia yako, bali isitoshe wewe ndio unayechangia mambo ya ajabu. Yani leo kila umwangaliani wa ajabu. Dhalimu wa leo ni wa ajabu. Wewe ukisoma Qur'ani, dhalimu wa kwanza ni yule aliyemuua ndugu yake katika watoto wa Adam. Mwisho ilikuwaje? Hajui amfanyeje, akatuma ghurab, kunguru huyu, akamwonyesha namna ya kumzika, ndipo na yeye akamstiri. Alisema mwisho, yani ya wailata ajaztu an akuna mithla hadha alghurab, yani ni yapi haya, nimeshindwa kuwa kama huyu kunguru, angalau nikamstiri. Maana kuambia ulimwengu leo ni waajabu. Kuna ndugu leo hawaziki ndugu zao. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Mwenyezi Mungu amueleza kuhusu huyo aliyemuua ndugu yake ni wa zamani kwenye Qur'ani, mwisho fa asbaha minan nadimin, akajuta. Wallahi
Yani huwezi kudhania kwamba umefika ulimwengu leo, mtu ndugu yake baba moja mama moja, na wallahi vita na dhulma na hamziki leo hivi. Sasa tukizungumzia udayuthi wa leo, nao pia ni waajabu. Siku wa mkeo kenda kayafanya asiyokuwa na maana, kajianika barabarani, watu wote wakamuona, tukasema umekuwa dayuthi sababu hukumueleza kitu, hukumkanya, ukaridhia. Sio hivyo. Leo imekuwa mume mwenyewe yeye ndiye anayempiga picha mke wake, kisha anamwanika katika social media, anamweka kwenye Instagram, huku anampiga kiss, anapigana, amejipamba full makeup. Ukiangalia simu basi labda uikimbie ile status yake, kila ukiangalia kamwanika mke wake. Ila alaikum jamani, tumuogopeni Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema watu watatu Mwenyezi Mungu hatawaangalia kabisa yaum alqiyama. Watu watatu Mungu hatawaangalia siku ya kiyama. Wa kwanza yule mwenye kuwaudhi na kuwakata wazazi wake, na wako wengi, huyo ni wa kwanza kabisa. Kisha wa pili ni mwanamke mwenye kujifanya mwanamume, nyinyi wenyewe mtajua huo ni mwanamke wa kiaina gani. Na watatu ad-dayuth. Ad-dayuth yule ambaye haumwi, hana ghera, anapoona familia yake inafanya mambo kama hayo machafu, hata habari hana. Yeye anakuwa ndiye anawapigia debe watoto wake, familia yake, mke wake katika mambo ya upuzi na mambo machafu. Wanawake zetu leo wamejisahau, wanapojipamba, hata kama iko ruhusa ya kujipamba wao katika harusi wakiwa wao kwa wao, lakini imekuwa leo mtindo wa leo huu, wakisha kutoka saluni wamejipamba, mabuibui yote hupotezwa, yakaingizwa ndani ya mahembe, akatoka kwenye saluni mpaka harusini, utafikiri yeye ndiye bi harusi, na akapiga na picha na akazitia katika social media. Na sisi waume tumenyamaza kimya, wallahi hatuingii peponi, harufu ya pepo hatuioni kama tutakuwa ni watu wa kisampuli hiyo. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. astaghfirullah astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Ndugu zangu, tumalizie jambo la mwisho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amepitisha qadha ya kuwa asiabudiwe yoyote mwingine isipokuwa yeye Azza wa Jalla. Kisha akasema wa bil walidayni ihsana, na wazazi wawili watendewe wema. Wallahi kila mwenye akili yake, mwenye kufikiria na mwenye kuzingatia, inatosha kupata jawabu kwa nini au kwa hikma gani Mwenyezi Mungu azungumzia msingi wa dini hii, kisha mubasharatan immediately inakuja birrul walidain. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Siku nilipofikiria aya hii kwamba tauhid na kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake ni msingi katika dini, nikaona Mungu baada yake ameweka wazazi wawili. Siku hiyo nikajaribu nikafikiria, wacha niangalie na upande wa pili. Jambo kubwa Mungu alolikataza nini? Shirki. Nikaja nikaona hadithi ya Mtume inasema epukeni mambo saba yenye kuangamiza, yani madhambi saba makubwa. Wallahi dhambi ya kwanza ilikuwa ni shirki, ya pili uququl walidain. Allah, yani katika huku kwenye amri kwa Mungu amepitisha asiabudiwe yeyote isipokuwa Allah, Mwenyezi Mungu akachagua jambo la pili tu, kutaja kwamba tuwafanyie wazazi mambo mazuri. Na kwenye hadithi ya Mtume atuharamishie mambo saba yenye kuangamiza. La kwanza shirki, kwamba msimshirikishe Allah, na jambo la pili akasema uququl walidain, kuasi wazazi wawili. Hapa kuna siri gani ndugu zangu? Haitoshi kukupa wewe message kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuumba, mama ndiyo sababu ya wewe kuja hapa duniani. Huna chochote unachoweza kumlipa mama yako, wallahi. Lakini ifikie kwenye maksada leo, bwana fulani ampeleka mama yake kotini amshtaki,
Tasawaru almashhad. Hebu fikirieni ndugu zangu, haya mambo si mambo madogo. Au mtu amsimamia baba yake mzazi, yuamsomea kama mtoto mdogo na pengine na makonde juu. Wallahi leo usistaajabu kusikia mtu amempiga ndugu yake. Social media imetuletea mambo yote leo. Tushawaona watoto wanaowatandika wazazi wao, wanaowatandika mama zao. Lakini nitarudi nikisema mambo huwa yana mwanzo wake. Kabla Mwenyezi Mungu hajateremsha aya ya kuambiwa watoto au kuhusiwa watoto wawatii wazazi wao, iliteremka aya kwanza kuambiwa wazazi wawashughulikie watoto wao. Wawasaina al-insana biwalidayhi ilikuja baadaye. Mwanzo ilikuja yusikumullahu fi auladikum. Mimi nasema watoto wazuri ni natija ya kazi ya mzazi. Mzazi kama wewe ulichukua jukumu lako la kuwalea watoto malezi ya Kiislamu, tarajia hishma ya mustakbal wako, na akuzike na akuombee Mungu, rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Lakini tusipo sisi wazazi tukasimama imara kwenye kuwalea watoto wetu malezi ya dini ya kumtambua Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam na Uislamu biakmali, ikiwa hatutofanya hayo, basi natija bila shaka watakaokuja ni hawa ambao watakusimamia mbele, kwa sababu wewe hukumfunza thamani ya wazazi katika maisha. Kwa kweli ni jambo la kusikitisha leo kuona tumefika katika hii marhala, yani mtoto badala ya kusomewa na mzazi anamsomea mzazi wake, mpaka wazazi au mzazi anafika marhala anamuogopa, yani ile kuogopa kabisa, yani mpaka kuambia mwanangu huyu mimi siwezi kumwambia kitu, maana nikimwambia hapa mimi napigwa. Basi mwambie mimi, usimtafutie bala, usimwambie bana, niache kwa salama tu. Yake mimi sangine huuliza hapa duniani, utaona kuna watu shekhe wateseka, atakwambia shekhe, wallahi mimi matatizo bana, biashara zangu hazifanyiki, nimekwenda huku nimekwenda huko, shekhe hebu niambie kidogo. Hakuna shekhe bwana, matatizo yote shekhe wewe mwenyewe ndio matatizo yake. Wewe mautupo wazazi wako yake. Wewe na wazazi wako huangalii, watazami, hutafuti radhi zao. Wewe ni kuwaudhi na kuwakasirisha. Wewe wataka baraka gani yake? Wewe wataka Mungu akufungulie nini kwenye maisha? Wanazuoni wanasema ikiwa yale tunayoyafanya malipo ni akhira, lakini kuna dhambi moja ukiifanya malipo lipo hapa duniani kabla ya akhira, wa adhabul akhirati ashaq, na adhabu ya akhira ni kali zaidi. Wanazuoni jumla ya yale mambo ambayo mwanadamu anapoyafanya hutanguliziwa adhabu duniani ni uququl walidain. Wallahi wewe ukiishi duniani ukakosa watu wa kuwaudhi dunia nzima, kwa waudhi wazazi wako, mama yako, baba yako. Na mimi nasema wale ambao mpaka leo wamebahatika wazazi wao wako duniani, shekhe, warudie nafsi zao, warudie nafsi zao. Wallahi siku moja utakuja kukumbuka haya maneno, wakati mzazi wako hata mmoja hayuko katika hii ardhi, wameshazikwa. Kuna watu sahihi wanatamani kama waweza wakafufuka angalau ainame ambusu mzazi wake miguu, wallahi watamani baada ya kusikia maneno kama haya. Na kuna watu wana wazazi wao leo waishi na wao, habari nao hawana, hawajulii hali. Jana nimekwenda hospital kwenda kumchangia mzee mmoja, Abdallah anaitwa. Namuuliza, mzee una watu wewe? Anaambia nilioa mtoto mmoja tu, huja tu akanitembelea akaenda zake, yuko hospitali hana mtu, ataka 300,000 afanye operation yako. Wallahi yupo. Kuna watu sampuli hiyo ndugu zangu Waislamu. Mama yako alibeba mimba yako miezi 9, akaishi na dhiki, tafrani, usiku halali, hali chakula kizuri kwa sababu yako wewe, miezi 9 shekhe, akakuzaa kimaajabu ajabu. Mahali ulipotoka shekhe, akili labda inakataa, lau kama si uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, ulitoka hapo mdogo kabisa, dhalil, huna chochote unachokijua. Mama akakufanyia inaya kutoka mdogo, kukulea, kukuangalia. Wewe usipolala wallahi halali, wewe usipolala yeye halali, bali yuradhi wewe ulale lakini awe macho akutazame tu. Ukiwa mgonjwa wewe na yeye amekuwa mgonjwa. Huyu ni mtu baadaye ukiwa mtu mzima wewe, badala sasa ushukuru. Mwenyezi Mungu aeleza watu wazuri, alipofika miaka 40 sema rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta alayya wa liwalidayya. Sasa wewe umekuwa mwanamume, umekuwa mtu mzima, yani kati ya walioumba duniani ukuona watu wa kuwadharau ila yule aliyekutoa kwenye matumbo yake.
Na yule mzazi wako ambaye usubuhi mpaka jioni kijasho kinamtoka, usome uende shule ule, ndio waona ni wapumbavu na kuwadharau na kutowaangalia, kisha warudi wasema mambo yangu mimi ni magumu. Wallahi bado na yatakuwa magumu, na wallahi adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kali mno kesho yawm al-qiyama, tukenda katika hali ya kuwadhalilisha wazazi wetu. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallu wa sallimu ala rasulillah. Qala Allahu azza wa jalla inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة رسول الله أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان برحمتك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا إلى طريق الحق وإلى صراط المستقيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.